Kienda katika swala afya, mimi ni daktari na nimeshakuwa mkurugenzi wa TACAIDS, Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania. Najua watu wanajiuliza maswali mengi kwamba je, katika taaluma yangu nitatumiaje kuunganisha na kanisa ili kwamba tuweze kuwahudumia jamii. Kikubwa ni kwamba kwanza tuna mpango wa kujenga hospitali au kituo cha afya au dispensary, yani zahanati, kulingana na mahali ambapo tawi letu litakuwa. Na kwa hiyo tutatoa huduma kwa jamii kwa bei nafuu, kwa sababu sisi ni watoa huduma, sio tunatafuta faida. Lakini hao tunaotolea huduma kwa maalum sana, tutakuwa tunatunza watoto yatima. Watoto yatima, 25% ya shule zetu zitakuwa ni watoto yatima. Kwa hiyo darasa lenye watu 100, 25 wanakuwa ni watoto yatima. Wale watoto yatima watapewa huduma bure za afya kwenye vituo vyetu vya afya au zahanati au hospitali. Lakini pia kwa umaalum sana, kwa ajili ya kuhudumia jamii nyingine, kila mwaka tuna kitu tunaendesha, tunasema ni kambi ya kitabibu au medical camp. Sasa hizo medical camp ni kwamba tunakuwa tunatoa huduma bure za upimaji. Siku hizi kuna kupima afya, watu wanapata blood pressure, wanapata magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Sasa tutakuwa tunatoa kila mwaka, tunafanya kambi ambayo tunaita medical camp. Tunaalika na marafiki zetu kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi. Tunakuwa tunaweka kambi mahali fulani kwa wiki moja. Bwana kitupa vitu prestigious hivi, tutunze moto wa nyumba ya Bwana. Watu waje wakutane na Mungu mahali hapa, wakutane na Bwana. Miujiza isikose nyumbani mwa Bwana. Milango ya watu ya maisha ifunguliwe katika maisha ya watu. Watu wakutane na nguvu za Bwana katika maisha yao. Ndoa zipone, watoto wapate mielekeo ya maisha yao. Familia zikainuke maishani mwa watu. Waliokuwa wamepoteza kazi wapate kazi tena. Ushirikiano na taasisi za dini ni kwa sababu taasisi za dini zina watu na serikali pia inahitaji watu. Kwa hiyo ili serikali iweze kuongoza vizuri, dini zinasaidia sana kuwaweka vizuri watu na au kuwaelimisha watu juu ya kuheshimu serikali. Kwa kweli ni maono ambayo unajua kanisa lolote maono yanatoka kwa mchungaji. Na maono kama haya ya kuona tunawezaje kusaidia watoto yatima ni jambo ambalo ni zuri, ni jambo la kijamii. Na pia nafikiri kama kanisa jukumu lake kubwa pia ni kufanya shughuli za kijamii. Na shughuli za kijamii ndo kama hizo, kuona namna ya kuweza kuwasaidia watoto yatima na makundi kama hayo, sababu nafikiri hata serikali pia iko na mpango na inawatem pia kama makundi maalum.